Assalamu alaikum taala wa barakatuh. Shehe wetu wa mkoa, mzee wetu mzee Kabeke, viongozi wote ambao wako katika jukwaa kuu, kwa nafasi ya dakika 5 niweze kutoa ujumbe kutoka kwa kiongozi wetu wa mkoa, mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Adam Kigoma Ali Malima, ambaye yuko nje ya Mwanza kwa sasa. Lakini na mimi pia kwa nafasi yangu kama kiongozi wa wilaya hii ya Ilemela nilipata heshima na mwaliko wa kushiriki katika siku hii ya Badri ambayo imeitishwa na viongozi wetu wa dini. Kabla ya kusema lile ambalo nimeagizwa, naomba nitumie nafasi hii kuwapongeza na kuwatakia heri ya mfungo wa Ramadhani wote ambao wamejaliwa kuona mwezi huu mtukufu. Shehe wetu wa mkoa umezungumza mengi sana, na mimi nimefika katikati, nimekuta tayari shughuli hii imeanza. Lakini pia kwa wale niliobahatika kuwasikia wakati naingia, akiwemo kaka yangu Shehe Msafiri, shehe wetu wa wilaya, mengi yamezungumzwa kuhusiana na siku ya Badri. Lakini pia na sisi tumepata nafasi ya kuendelea kuelimika na kujifunza mengi zaidi kuhusiana na dini yetu na tunayopaswa kuyafanya kama waumini. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa yeye ameniagiza mambo makubwa mawili, Shehe Kabeke. Lakini yako mambo mengine nitayasema mimi mwenyewe kwa sababu na mimi pia nimeshiriki na nimejionea baadhi ya mambo hapa. Sasa yale niliyoagizwa nitayafikisha katika umma huu kama yalivyo ili yasipotoshwe. Na yale nitakayoyazungumza mimi basi nitayazungumza kwa kadiri nitakapoweza kupata nafasi. Jambo kubwa, Mheshimiwa mkuu wa mkoa anatupongeza au anawapongeza viongozi wa BAKWATA kwa kazi kubwa ambayo mmeendelea kuifanya ya kusimamia dini yetu, lakini pia ya kusimamia shughuli za kimaendeleo, ikiwepo shughuli za ujenzi wa vituo vya afya ambavyo tumeshiriki wote katika hatua kwa hatua kuanzia mchakato huu unaanza. Anawapongeza sana na anatambua jitihada hizo kubwa ambazo mnaendelea kuzifanya. Wakati zoezi hili linaanza, Mheshimiwa Sheikh Kabeke, tulikuwa na Engineer Robert Gabriel. Lakini alipoingia mzee wetu mzee Malima amezikuta hizi harakati na yeye ameendeleza pale ambapo aliyemtangulia pia amekuwa anashirikiana na watu wa BAKWATA. Kwa hiyo ameniambia niwaeleze kwamba anawatia nguvu, na yeye kama serikali na kiongozi wa mkoa anatambua kazi hii kubwa ambayo inafanywa na BAKWATA ni kazi ambayo inakwenda kugusa maisha ya wananchi wa mkoa wa Mwanza, mkoa ambao yeye amekabidhiwa uongozi. Lakini pia kupitia kazi hii tunamsaidia Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukisoma sera ya afya kupitia mpango wa afya umetoa maelekezo kwenye kila kata lazima tuwe na kituo cha afya. Kwenye kila mtaa lazima tuwe na zahanati. Hii ni kwa ngazi kama ilivyo sisi manispaa na jiji. Lakini ukienda katika ngazi za vijiji, kwenye kila kijiji sera ya afya inatutaka tuwe na zahanati moja. Ukienda kwenye ngazi ya kata lazima tuwe na kituo cha afya. Ukienda ngazi ya wilaya lazima tuwe na hospitali moja ya wilaya. Shehe wetu wa mkoa, kwa mujibu wa takwimu za sensa ambazo tumeifanya mwaka jana, mkoa wa Mwanza ni mkoa wa pili sasa hivi kwa idadi ya watu. Mkoa wa kwanza tumetanguliwa na mkoa wa Dar es Salaam. Mkoa wa pili ni mkoa wa Mwanza ambao una watu wanaokadiriwa 3 karibu na 600,000. Idadi hii ya watu inatupa ujumbe wa kwamba bado tunahitaji kuwafikia watu wetu katika kuwapa huduma za msingi. Napozungumza huduma za msingi tunamaanisha tunapaswa kuwapa watu wetu maji safi na salama, tunapaswa kuwapa watu wetu afya iliyo bora, tunapaswa kuwaelimisha watu wetu kwa maana tunapaswa kuwajengea shule, madarasa
tuwape madawati na mambo mengine. Tunapaswa tuwajengee mabarabara. Kazi hizi zote zimekasimiwa kufanywa na serikali, na kupitia serikali ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Rais wetu, kazi hii imekuwa inaendelea kufanyika. Lakini wanapojitokeza wadau au taasisi mbalimbali zikafanya kazi hizo, linakuwa ni jambo la baraka sana kwetu sisi kama viongozi wa serikali. Kwa hiyo kama mkoa, Sheikh Kabeke pamoja na timu ya BAKWATA, ndio maana wakati wote tumesimama pamoja nanyi. Jambo hili lingekuwa sio la heri na silo linalogusa wananchi, sidhani kama mngepata kuona nafasi ya viongozi wa serikali katika hadhara hizi ambazo mmekuwa mnatualika. Kwa kukamilisha ujenzi wa vituo vya afya, wananchi wetu wanaenda kurahisishiwa kupata huduma, na hili BAKWATA mmeamua kulifanya kwa vitendo. Ndio maana mlipofika kwetu kama serikali, tulishikana mkono na nyinyi. Tulipoitisha harambee, tumeshikana mkono na BAKWATA, lakini hata yale yaliyoko mbele ya mipango ambayo BAKWATA imejiwekea kupitia mpango wa miaka 5, bado serikali ya mkoa na wilaya tunawaahidi kuwapa ushirikiano katika yale ambayo mtahitaji sisi tuyafanye. Tunaamini vituo hivi vikikamilika vitaenda kuhudumia watu wote bila kujali itikadi zao. Na kwa kufanya hivi, sisi sio watu wa kwanza BAKWATA kuanza kuboresha hizi huduma. Dini zingine au madhehebu mengine walipiga hatua hizi muda mrefu sana, na tayari na wao wanachangia utoaji wa huduma ambao serikali ungeweza kufanya. Na ndio maana ukienda huko, wenzetu wa mission wana mahospitali, wana mashule na vitu vingine ambavyo vinasaidia jamii pia. Kwa hiyo niliona nifikishe ujumbe huu kama ambavyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameniagiza niseme. Jambo la pili, shehe wetu wa mkoa, wewe ndio kiongozi wetu hapa kwa niaba ya mufti wetu. Kazi kubwa unayoifanya inaonekana na walio wengi. Sisi kama waumini, pamoja na kwamba ni viongozi wa kiserikali, bado pia ni sehemu ya jamii hii unayoiongoza. Tunatambua kazi kubwa unayoifanya. Mengi yanazungumzwa. Mimi binafsi, Sheikh Kabeke, lazima niseme hapa, na utanisahihisha kama Kiswahili changu kitakuwa kimenyauka kidogo. Mimi na mahaba mazito sana na wewe. Sijui ni mahaba, sijui ni mapenzi. Sasa utachagua wewe mwenyewe kati ya haya maneno mawili ni lipi, lakini nafikiri nina mahaba ndio Kiswahili fasaha kabisa ambacho mimi nastahili kukitumia. Mmoja, unatufundisha sisi viongozi wadogo au wachanga ambao tumepata nafasi ya kuwatumikia watu, na falsafa kubwa ulionayo ya kufanya kazi bila kujali kelele zinazopigwa, nafikiri ni falsafa ambayo hata sisi ambao tunawaongoza watu tunapaswa tuendelee kuiiga. Umekuwa unashambuliwa kwa mambo mengi sana. Mimi na mwaka wa 3 sasa unaenda hapa. Toka nimefika hapa, na kila nilipopata hadhara sijasita kuyazungumza haya. Ninaiona kazi kubwa ambayo unaendelea kuifanya. Ya kwanza, kujenga Uislamu, lakini pili, kuendelea kuamsha watu waliolala katika mambo ambayo tulipaswa tuwe tumeshayafanya kwa muda mrefu. Usikate tamaa. Waswahili wanasema mti wenye matunda ndio unaopigwa mawe. Mwezi mmoja uliopita hapa nilikuwa naangalia kwenye YouTube. Kwa nafasi zetu hizi sisi, kabla hujalala lazima ujue kuna kitu gani kinaendelea duniani huko au katika eneo ambalo umekabidhiwa. Sasa siku nikawa naangalia, nikawa naona viongozi wa dini, tena wa dini ya Kiislamu. Mtu ameitisha vyombo vya habari, anatumia zaidi ya masaa 2 anamzungumza na kumsema Sheikh Kabeke. Kidogo nilipata shida, nikasema hii ikoje? Hebu nisikilize. Nimesikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, anazungumzwa Sheikh Hassan Kabeke na mambo yake yote. Part 1 imeisha, inaunga part 2. Yaani kuonyesha kwamba hao watu wamedhamiria. Yanayozungumzwa ndani yake yako haya ya ujenzi wa vituo vya afya, kwamba fedha zinachangishwa zinakunufaisha mzee.
Viongozi wamefanyaje sitaki kuyarudia kwa sababu sina hakika kama wote walikuwa wanayajua haya yanayoendelea. Lakini na wewe unashangaa kwamba na mimi nayajua haya, mimi nayajua. Nachotaka kusema ni nini? Ukishaona watu wazima wanatafuta muda wao na wanatumia rasilimali zao kumsema mtu, lazima kuna jambo lipo. Mtu dhaifu hawezi kusemwa. Hakuna mtu dhaifu ambaye anaweza akasemwa. Ukiona mtu anasemwa ni kwa sababu ana kitu cha pekee. Mimi naamini mzee una kitu cha pekee ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia. Na sisi kama waumini unaotuongoza hatupaswi kukuacha peke yako. Mapungufu tumeumbiwa wanadamu, kama yapo yasitutoe nje ya mstari. Takbir. Na sisi mara zote tunajifunza kwenu viongozi wetu wa dini. Tunapoona mambo ya dini yanazungumzwa hadharani, tunashambuliana wenyewe kwa wenyewe, wakati tuna nafasi ya kusemana wenyewe katika faragha na vitu ambavyo wenzetu hawavifanyi, wakati mwingine inatafakarisha sana. Sasa simama imara, ongoza Uislamu kwa mujibu wa taratibu, na haya unayoyafanya wanaoelewa naamini hawataacha kukuunga mkono, kwa sababu unayafanya kwa sababu ndio maelekezo na ndicho kitu sahihi tunachopaswa kukifanya. Ndugu zangu tulioko hapa mbele mnaonisikia, tukiacha kiongozi wetu mmoja anashambuliwa na sisi tukakaa kimya wakati tunaujua ukweli, tutakuwa hatutendi haki. Namshukuru mmoja kati ya mashehe wako, niliona pia katika mwendelezo wa vita hiyo ni Shehe Mchondo, nikaona na yeye anajaribu kutoa ufafanuzi wa baadhi ya vitu anavyovielewa. Simama imara mzee. Vita hii kumbe tulijua ni sisi tu huku kwetu. Wakati mwingine huku kwetu huku kuna shughuli kidogo. Unafanya jambo kubwa linalohusu watu unaowaongoza, lakini sio watu wote wanaoliona katika mtazamo chanya. Kuna watu wengine wataliona katika mtazamo hasi, lakini kikubwa ni ubinafsi, roho mbaya, chuki, husuda za kwa nini huyu anafanya na anafanikiwa. Sio watu wote watafurahi tu ulivyovianzisha vinaenda kukamilika. Kuna watu watavuta kamba ili jitihada zilizoanzishwa zisifike kule kunakotakiwa. Ukiwa legelege utasikiliza maneno haya na utakaa pembeni na utasema sasa waendelee wao wenyewe. Hakika hakuna utakayekuwa unamsusia, zaidi utakuwa unaacha na kususa kazi ya Mwenyezi Mungu ambayo wewe kama kiongozi ulipata nafasi kwa wakati huu. Na tunaamini viongozi lazima waache alama. Ndani ya kipindi ulichokabidhiwa BAKWATA mkoa wa Mwanza mpaka siku utakayokuwa unaondoka, sisi ni matumaini yetu utaifikisha BAKWATA sehemu nzuri, watakaoendelea waendeleze yale yaliyo mema. Nimelazimika kulizungumza hili kwa sababu hadhara yenyewe unayoiongoza sehemu yake iko hapa. Lakini na sisi ni sehemu ya wafuasi ambao tuko nyuma yako, tuko nyuma ya mufti wetu, lakini kikubwa tuko katika kuijenga dini yetu ambayo wajibu wa kila mmoja. Kwa hiyo mzee, songa mbele. Usikate tamaa. Sisi tunaona kabisa wewe unachokifanya ni kitu cha msingi. Anayenufaika na michango leo mmeweka wazi milioni 196. Bahati nzuri siku ya harambee nilikuwepo. Zilizotolewa ni milioni 30. Zaidi ya milioni 150 plus ziko kwa watu. Michango gani inaliwa? Si unanielewa mzee? Aliyeko Dar es Salaam akisoma kwa haraka anasema kuna milioni 196 tayari zimeingia kwenye ujenzi. Lakini ukweli ni kwamba ni maneno tu. Tutakaoendelea kuguswa ni waombe tuendelee kuchangia. Sisi kama serikali tutaendelea kuwaunga mkono katika jitihada hizi kama tulivyoanza. Na maelekezo ya mkuu wa mkoa ameniambia kwamba mwambie Shekabeke tuko pamoja na ofisi yake ya mkoa iko wazi kwa msaada wowote wa kiufundi, wa kiushauri. Ofisi ya mkoa itaungana pamoja na nyinyi ili kuhakikisha hazima hii kubwa inafikiwa na inapata nguvu kama ambavyo tumeanza. Lakini na mimi pia kwa upande wangu kama wilaya tutasimama pamoja na nyinyi kama ambavyo tumesimama na madhehebu mengine katika kuhakikisha tunatimiza shughuli za maendeleo. Mlikuja kwa ajili ya viwanja,
tulipeana ushauri, lakini kwa hatua ambayo tumefikia ya ujenzi bado tunaamini kazi kubwa iko mbele yetu. Ushauri wangu, tusikate tamaa kwa waliotoa ahadi za michango. Michango hii kwa uzoefu wangu, watu wakishaahidi wanahitaji kukumbushwa. Watu wanahitaji kufuatiliwa. Na michango iliyoko kwa watu ni mingi. Mimi naamini dhamira ya watu hawa siku ile tulioungana pale Nyamagana ilikuwa ni njema. Ni mapema kutoa hukumu ya kwamba michango hii imepotea. Tuunde kamati ya ufuatiliaji. Watu wapewe heshima ya kukumbushwa, iwe kwa kuandikiwa barua, iwe kwa kufuatwa. Kwa sababu watu wengine wana mambo mengi ambayo wakati mwingine akishalisema ni ngumu kujua alisema nini na aliahidi nini na wapi. Jambo la pili, bado kupitia vijana ulionao na wataalamu ambao pia tunaweza tukaendelea kukabidhi, tunayo nafasi ya kuandika, tunayo nafasi ya kutoa machapisho mengine, lakini pia tuonyeshe kile kikubwa ambacho sasa hivi tumefikia. Naamini huko msaada unaweza ukapatikana nje ya michango ambayo tumekuwa tunaendelea kuipata. Shughuli za ujenzi kishafika hatua tu tayari tumeshapaua, huko ndiko kwenye shughuli ngumu zaidi. Unapoanza tu kutumia maneno ya Kiingereza yale, kidogo shughuli inabadilika. Kishaanza huko kutafuta tiles, unataka kufanya plundering, unataka kufanya wiring. Hapo lugha inabadilika hapo, kutoka kuwa na tofali tu ambayo unaweza ukaifiatua kwa mifuko 100, lakini huko mbele kidogo inahitaji tuwe na umoja uliothabiti zaidi. Kwa hiyo mimi ushauri wangu, Sheikh Kabeke pamoja na timu inayokusaidia kuratibu mambo haya, nilifikiri tuna sehemu kubwa ya kuendeleza jitihada kubwa ambazo zimefanyika. Na mwisho ambalo nilifikiri nitumie hadhara hii kusema kabla sijakabidhi microphone, ambayo pia Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa ameniagiza nizungumze juu ya swala zima la mmomonyoko wa maadili katika jamii yetu. Sheikh Msafiri hapa ametueleza na ametaka kujua msimamo wa serikali juu ya yanayoendelea. Uganda wamepiga hatua kubwa mbele kwa kutengeneza mswada wa sheria, lakini wanaofuatilia vyombo vya habari, Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan hajatafuna maneno juu ya msimamo wetu kama nchi. Tanzania tuna maadili, Tanzania tuna mila, tuna desturi ambazo tumekuwa tunaziishi na tutaendelea kuziishi. Na sisi sio wanyonge kiasi cha kuenda kupiga magoti na kukubali kuuza utu wetu kwenda kupokea mila ambazo si za kwetu. Nafasi ya viongozi wetu wa dini ni kubwa katika hili. Lugha yenu ikizungumzwa inaeleweka kwa wepesi kuliko lugha tutakayozungumza sisi. Mimi niwashukuru kwa mara nyingine. Mkoa wa Mwanza mmekuwa machampion kupitia Sheikh Kabeke. Mwezi uliopita mmefanya maandamano ya kupinga masuala yanayohusiana na ndoa za jinsia moja, mambo ya ushoga. Mzee, sisi tunakuona. Hata kama hatuko kwenye hayo maandamano, lakini tunaona. Na Tanzania inaona, na watu wanajua kwamba Mwanza imesimama imara kupinga vitendo vya namna hii. Ninayesimama hapa ni kiongozi, lakini pia ni mzazi. Ni kitu cha ajabu kuona leo hii tukakubali jinsia moja au mtoto wangu wa kiume nikaona kesho ameolewa. Ni kitu ambacho sidhani kama kuna mtu yuko tayari katika hilo. Tusimame kama wazazi, tukemea hali hii. Jukumu la ulezi tumeliacha mikononi mwa watu wengine, wenyewe kama wazazi bado tunaona sio sehemu ya wajibu wetu. Kwa hiyo ndugu zangu, kupitia hadhara hii, kupitia siku hii ya Badri, tuendelee kukumbushana kama wazazi, kwa sababu jamii ni mkusanyiko wa watu, lakini jamii inaundwa na familia. Tunaanza na mtu mmoja mmoja. Angalia mwenendo wa mtoto wako kuanzia analala mpaka anaamka. Angalia mwenendo wa mtoto wako akiwa shuleni ulikomkabidhi. Sheikh Msafiri amemaliza hili jambo vizuri sana. Lakini kupitia serikali, Sheikh Msafiri imetoa waraka. Watoto wa mwaka mmoja mpaka miaka 6 ni marufuku kuwaweka bweni. Na sisi tunasimamia hilo kama serikali. Yote haya
ni katika kuyaepuka hayo ambayo yanafanyika katika hayo maeneo ambayo wakati mwingine wazazi hawayajui. Kwa hiyo serikali haijakaa kimya. Lakini bado serikali hata ikitoa kauli, ikatunga sheria kali, kama jamii hatutokuwa sehemu ya kuyapinga haya, na sisi ndio tukawa sehemu ya watekelezaji wakubwa, inatuletea changamoto. Mimi niko ofisini, napokea kesi ndani ya hapa Ilemela za watoto kulawitiwa katika baadhi ya shule zetu. Tunazo hizo kesi mpaka sasa hivi, naye afande wangu polisi yuko hapa, Sheikh Abdulrahman. Hawa mabwana wanazo kesi zinazohusiana na hiki ninachokizungumza hapa. Tusije tukafikiri haya yanafanyika huko mnakoyaona mitandaoni. Hapa tulipo sisi ni sehemu ya wahanga wa hizi changamoto, lakini mambo yanafanyika kwetu. Na imefika wakati vitu vya ajabu vingine vinafanyika, mzazi ukimchukua ukamhoji wanaogopa kutoa ushirikiano. Kwa hiyo tumefika sehemu ambayo tusione aibu kuyakemea haya mambo.